Katika miaka yote ambayo ilishawahi kuwepo katika ukanda wetu wa nchi hii, mwaka huu na hata mwakani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewekeza fedha nyingi sana katika kujenga facilities za michezo hapa kwetu Tanzania, kwa maana Tanzania bara na visiwani. Hivi ninavyoongea, uwanja wa Taifa umekarabatiwa kwa pesa nyingi, lakini kule Zanzibar pia ujenzi unaendelea. Viwanja vidogo vidogo vya michezo hapa kwa Dar es Salaam vipo na ambavyo vimeshakamilika na vingine vinaendelea kukamilika. Zaidi ya bilioni 300 zinawekezwa katika kujenga viwanja hapa tu pamoja na mabarabara. Lakini Arusha pia kuna uwanja mkubwa ambao unajengwa pamoja pia na viwanja vidogo vidogo vya michezo. The same Zanzibar. Mnafahamu kwamba viwanja hivi vitakapokamilika, hata baada ya AFCON, ipo proposal kubwa ambayo lazima viwanja hivi kubwa vyote viwe attached na clubs ambazo ziko serious katika nchi yetu kwa ujumla wake, ama katika kuvimiliki kwa hisa au katika kuvihudumia kwa maendeleo mapana ya tasnia ya michezo hapa nchini. Kwa naomba kwa dhati tena tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa utendaji mkubwa ambao ameufanya katika Tanzania. Sambamba na uwekezaji huo mkubwa ambao umefanyika, tunaamini kwamba wadau wakubwa ni Young Africans pamoja na clubs zingine, lakini specifically leo kwa Young Africans ambayo mmenipa heshima kubwa kuwa mgeni rasmi leo. Moja ya proposal ambayo tunaiwaza kuipropose kwa viongozi wetu wakuu, akiwemo pia waziri wa michezo pamoja na Mheshimiwa Rais, ni kwamba kwa kuwa viwanja hivi ni gharama kubwa sana kuvihudumia, na hasa baada ya AFCON, kuna baadhi ya nchi walishawahi kuandaa mashindano kama haya ya AFCON, lakini mara baada ya mashindano haya kuisha, viwanja vyao vingi vimebadilika kuwa magofu na vimeota nyasi kwa sababu ya gharama kubwa sana ya kuvihudumia. Lakini leo ukipata klabu kubwa kama hii ya Young Africans, ukasema kwa mfano viwanja let's say vya Gymkhana au viwanja vyovyote, viwanja vya Arusha, baada ya AFCON, klabu ambayo iko serious basi iweze kuwa attached kwa kuendesha kiwanja hicho kwa half, kwa maana serikali pamoja na klabu yenyewe. Sasa tunawaza namna hiyo ili kwa ajili viwanja vyetu visije navyo vikabaki kuwa ni magofu, bali clubs kama hizi kubwa ziweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba tasnia ya michezo inakuwa hapa nchini. Lakini jambo jingine la muhimu, Mheshimiwa Rais wetu wa klabu hii ya Young Africans, naomba sote kwa pamoja kumpigie makofi kwa uongozi wake mzuri sana ambao ameufanya kutoka ilipoingia mpaka sasa. Kama kuna viongozi 5 au 3 ambao wameweza kuendesha clubs hizi kwa taaluma pana sana, basi ndugu yangu Engineer Hersi nadhani anashika namba 1 kwa kuwa na weledi mkubwa kuongoza klabu ya Young Africans. Naomba niwaeleze ndugu zangu, uongozi ni kazi sana. Leo nilikuwa nasoma klipu moja kwenye simu, inasema moja ya mikoa ambayo wananchi wake huwa wanalalamika sana, mara hamna biashara, mara uchumi mbovu, ni Dar es Salaam. Ni klipu kako hapa, nadhani mambo ni tano. Lakini anasema tena ukija weekend unakuta mabaa yote yamejaa, kila kitu kimejaa. Hata najiuliza haya malalamiko ni ya kweli au ni ya uongo? Sasa alitaka tu kuonyesha kwamba kuongoza watu ni kazi, kwa maana kwamba kusikiza kila kitu anachokiongea bila kuongeza za kwako, unaweza kukuta uongozi wako umefeli kabisa. Sasa tumpige tena makofi rais wetu wa Young Africans kwa kazi pia kubwa ambayo ameendelea kuifanya. Leo pamoja na kwamba ana exit, lakini pia anaingia tena, kwa maana kwamba anaomba tena ridhaa na hajapata mpinzani nadhani, na yote hii kwa sababu ya imani kubwa ambayo ninyi mmeweza kuonesha uongozi wake ambao umeufanya kwa kipindi hiki ambacho tunaisha muda wake.